Katika maisha kila mtu anayo nafasi ya kumsaidia mtu mwingine kupiga hatua. Namaanisha nini? Kwamba kuna mtu mwingine ana uwezo wa kupiga hatua tu kwa neno ambalo wewe utakuwa umemwambia. Yaani umemtia moyo, umempa nguvu. Na kwa sababu huwa tunatofautiana pia katika kuongeza kiwango cha maarifa. Kuna mwingine ana maarifa makubwa na kuna mwingine ana maarifa madogo, lakini watu wote sisi tunahitajiana. Inawezekana mimi kuna kitu sikifahamu, wewe unakifahamu, lakini una uwezo kwa kutumia neno lako ukamsaidia mtu mwingine akaweza kujua nini cha kufanya. Kwa mfano, labda wewe ni mfanyabiashara. Unafanya biashara labda kwa kiwango kikubwa. Kuna mwingine yuko chini, anatamani kufahamu kuhusu biashara. Unaweza tu ukamtia moyo au ukamsaidia tu kwamba bwana, hii biashara yako ili iende hivi na hivi na hivi, unatakiwa kufanya 1, 2, 3. Kwa maneno yako yule mtu akabadilisha kabisa mwelekeo wa biashara yake na akafanya vizuri. Lakini kuna mtu mwingine anaweza kufanya kitu lakini mvivu. Anapenda tu kulala. Lakini kwa wewe kumtoa matongotongo na kumwambia maidia, uvivu haujawahi kuwa na faida. Usiendekeze uvivu, usiendekeze usingizi, utabaki kwenye umaskini. Kwa hiyo unatakiwa kuacha uvivu, kufanya kazi kwa bidii, manake wewe umemsaidia yule mtu akatoka kwenye uvivu na akaenda kupiga hatua. Lakini kuna mtu mwingine ana pesa lakini hajui nini cha kukifanyia. Wapo. Tunaona watu, kuna mtu ana pesa lakini hana uwezo wa kufanya kitu chochote. Wewe ukaweza kumsaidia bwana. Una pesa ya kutosha lakini katika pesa yako hii una uwezo wa kufanya 1, 2, 3 ukawa juu zaidi ya hapo ulipokuwa. Manake wewe umempa tu neno na yule mtu akaweza kupiga hatua moja. Lakini kuna mtu mwingine ana ujuzi ila hajui kwamba ule ujuzi wake unaweza ukampatia pesa au ukampa mafanikio makubwa. Ukamwambia kwamba bwana, wewe mbona unaonekana unaweza kufanya kitu fulani. Unajua hichi kitu kina uwezo kabisa kukubadilishia wewe maisha yako. Ukamsaidia yule mtu na akaenda kwenye hatua nyingine. Na ndio maana nasema, yani kila mtu hapa duniani anao uwezo wa kumsaidia mtu mwingine kuweza kupiga hatua fulani ya maendeleo. Kikubwa tujifunze, tupende kuongeza maarifa. Watu wanakuwa na vitu vingi kwa sababu wanapenda kujifunza na wanapenda kuongeza maarifa. Usiwe mtu wa kutosheka. Kila siku jifunze kwa kusoma, jifunze kwa kusikiliza audio nzuri ambazo zinatoa mafundisho. Jifunze hata kwenye magrupu yetu haya ya WhatsApp. Watu tuko na magrupu mengi sana. Angalia au magrupu uliopo, kuna kitu gani cha ziada ambacho unajifunza kupitia zile groups. Pengine kuna groups za uchumi, jifunze kwenye groups ambazo zinatusaidia kukuza uchumi. Kuna groups ambazo zinatufundisha mambo ya kiroho. Ingia, jifunze kwenye vitu ambavyo vitakusaidia wewe kujifunza mambo ya uchumi. Kuna groups nyingine za mambo mbalimbali ya kijamii. Kuna mentor wangu ana tabia ya kusema ingia kwenye grupu ambayo inaweza ikupa furaha, ambayo inaweza kukusaidia kiuchumi, ambayo inaweza kukusaidia wewe kukua kiuchumi, ambayo itakufanya kuwa na maendeleo binafsi. Kwa hiyo hata hizo groups ambazo tuko nazo zinatusaidia sana kujifunza. Na wewe ukiwa unajua kitu usinyamaze, usinyamaze. Sema kwa ajili ya kufaidisha watu wengine. Watu wanasema kwamba ukiwa unafanya vitu kwa ajili yako ukifa na vyenyewe vimekwisha. Lakini ukiwa unafanya vitu kwa ajili ya watu wengine, hata leo ukiondoka, watu wataendelea kukukumbuka au jina lako litaendelea kuishi. Kwa hiyo chochote ulichonacho kinaweza kikawa ni kitu ambacho kina uwezo kabisa wa kumsaidia mtu mwingine akapiga hatua. Kwa usinyamaze. Chochote Mungu ambacho amekubariki, share na watu wengine, ili na watu wengine waweze kujifunza, ili na watu wengine waweze kukua, ili na watu wengine waweze kupiga hatua. Mungu haja kuumba kwa bahati mbaya. Amekubariki na kitu, basi na wewe bariki watu wengine kwa hicho ambacho uko nacho. Kwa hiyo nimekumbusha tu. Mungu akubariki sana na nakutakia utendaji mwema wa majukumu yako. Thank you very much.